Kwa mara nyingine taifa la Kenya limejipata katika maombolezo mkasa wa moto ulioangamiza maisha ya wanafunzi wa kike wapatao 16 katika shule ya Utumishi Girls Academy. Historia kuhusu mikasa ya moto shuleni imetupaka tope kama taifa, na sasa basi wakati umefika wa sekta hii ya elimu pamoja na washikadau kutafuta suluhu ya kudumu. Tuingie katika historia. Mwaka 1991, St. Kizito Mixed Secondary School County ya Meru iliwapoteza wasichana 16 baada ya bweni lao kuchomwa moto. Mwaka 1998, Bombolulu Secondary School County ya Kwale iliwapoteza wanafunzi wa kike wapatao 26 katika mkasa wa moto uliochoma bweni lao, uchunguzi wa awali ukibaini uwezekano wa moto kuwashwa au hitilafu ya nguvu za umeme. Kutokana na kurundikana kwa wanafunzi katika bweni hilo na milango ya kutokea kufungwa, ilikuwa vigumu kwa wanafunzi hao kujiokoa kutokana na moto huo. Mwaka 1999, Nyeri Boys High School iliwapoteza wavulana 4 katika moto ambao uliripotiwa kuwashwa na wanafunzi wenzao, kuadhibu 4 hao ambao walikuwa viranja. Mwaka 2001, Kianguli Secondary School County ya Machakos iliwapoteza wanafunzi 67 katika mkasa wa moto. Idadi hii ndiyo kubwa sana kuwahi kutokea ikihusu mikasa ya moto katika shule zetu nchini. Mwaka 2012, Asumbi Girls Boarding Primary School County ya Homa Bay iliwapoteza wanafunzi 8 ambao waliteketezwa kwa moto katika bweni lao, chanzo cha mkasa huo kikisemekana kuwa hitilafu ya nguvu za umeme. Milango ya bweni lao ilikuwa imefungwa na madirisha kuwekwa vyuma vilivyozuia wanafunzi hao kujiokoa. Mwaka 2017, Moi Girls High School County ya Nairobi iliwapoteza wanafunzi 10 katika mkasa wa moto ambao unasemekana kusababishwa na mmoja wa wanafunzi aliyekuwa na kisasi, mwishowe akawaangamiza wenzake wasio na hatia. Mwaka 2024, Hillside Endarasha Academy County ya Nyeri iliwapoteza wanafunzi wapatao 21 katika mkasa wa moto katika bweni lao. Haijawahi kuwekwa wazi chanzo cha moto huo. Mwezi wa 5 mwaka huu 2026, Utumishi Girls Academy imewapoteza wanafunzi wa kike 16 kutokana na moto ambao uchunguzi wa awali unadai kuwa moto huo ulisababishwa na wanafunzi fulani. Tukiandaa makala haya ya Sauti ya Kipenga, wanafunzi takriban 10 wanazuiliwa wakihojiwa kuhusiana na mkasa huo. Akiwa waziri wa elimu, Dr. Fred Matiang'i alipendekeza kuondolewa kwa shule za bweni katika juhudi za kudhibiti mikasa ya mioto shuleni na mikasa mingine. Ni wazo ambalo liliungwa mkono na washikadau kadhaa, akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa Nat Wilson Sossion. Matiang'i alipotembelea baadhi ya shule alitambua kwamba shule hizo hazikujali maslahi ya wanafunzi, hasa mahali walikolala. Shule hizi badala yake zilizingatia kununua mabasi, uchunguzi wa kindani ukibaini kuwa hii ilikuwa biashara kuwanufaisha wakuu wa shule. Machozi ya kuwapoteza watoto wetu yanazidi kutiririka. Hatua za kawaida zinachukuliwa. Hatua hizi ni uchunguzi, jambo la kawaida. Bodi kuvunjiliwa mbali, jambo la kawaida. Washukiwa kuzuiliwa, jambo la kawaida. Walimu fulani kuchukuliwa hatua na TSC, jambo la kawaida. Haya mambo ya kawaida yakiendelea kufanyika, mazingira ya watoto wetu katika shule zetu yanatisha sana. Sauti ya Kipenga inasema wakati umefika wa kufanya maamuzi magumu, maamuzi ambayo tumeyaogopa miaka mingi, lakini itasaidia kuokoa sekta ya elimu. Tunasema wakuu wa shule sharti waache tamaa ya kutaka kuwa na wanafunzi wengi, ilhali shule zao hazina uwezo wa kukidhi idadi kubwa ya wanafunzi. Kama Wakenya wengine walioguswa, Sauti ya Kipenga inaomboleza vifo hivyo. Tunawapa pole wote waliopoteza kupitia mikasa hii. Misiba hii itasalia kuwa kumbukumbu ya majonzi yasiyosahaulika. Lakini pia tunauliza, ni mpaka lini tutawapoteza watoto wetu katika mikasa ya moto? Tumepuliza Kipenga. Mimi ni Nelson Songa.
Afrika.